Imarika Sacco ni chama cha akiba na mikopo ambacho ni kimetengenezwa hususan kwa sababu ya kujaribu kusaidia kufanya maendeleo kwa wale wanachama ambao wanajiunga kwenye chama hicho. Haswa tunaangazia wananchi wetu ambao wanatamani kujiendeleza kimaisha, lakini fedha zao ambazo wanapata kila baada ya muda ni chache. Kwa hivyo tunaangazia mtu yote ambaye ana nia ya kuweza kujiendeleza kiuchumi ili aweze kujisaidia mwenyewe na pia kusaidia familia yake. Kwa hivyo ikiwa kuna mtu yoyote ambaye ana lengo la kutaka kujisaidia, basi Imarika Sacco iko pale kwa sababu hivyo. Ni chama ambacho kiliundwa hapa katika kaunti yetu ya Kilifi na watu wa Pwani, na ni chama ambacho kimeundwa tangu 1974. Okay. Kwa hivyo kiliundwa hususan kwa sababu tuliona kwamba wananchi wengi mishahara yao ni midogo na wana nia ya kuweza kujiendeleza. Wengi wanasema wanataka kununua mashamba, wengine wanataka kujenga majumba, wengine wanataka kuanzisha familia zao, wengine wana changamoto pia za kusomesha watoto wao, na wengine pia vile wanafikiria kufanya biashara ili kuweza kujikimu na kuweza kujiweka mahali pazuri zaidi. Kwa hivyo chama hichi kilitengenezwa haswa kwa sababu ya madhumuni hayo, kuhakikisha kwamba tunapatia watu nafasi ya kuweza kuweka akiba zao ndogo na pia kuweza kupata mikopo kwa bei nafuu. Mimi ni mama mboga. Mimi ni mtu wa bodaboda. Mimi ninauza mnazi wangu kule mtaani. Ninaweza kuwekeza katika Imarika Sacco ama naweza nikafanya deposit zangu Imarika Sacco? Kabisa. Chama hiki ni chama cha kila mtu. So long as wewe ni mtu ambaye una mapato yako madogo hata makubwa, unaruhusiwa kujiunga na sisi, na unapojiunga na sisi tutaanza safari yetu na wewe. Okay. Na safari yetu ni kuanza kukueleza kuhusu umuhimu wa kuweza kutunza pesa zako, kuweza kuzihifadhi na kuweza kuhakikisha kwamba pesa zako zinaendelea kukua. Kwa hivyo hata yule anayeuza mnazi, mama mboga, hata wale wa bodaboda, wale vijana wetu, wote wale tunawahimiza kwamba wajiunge Imarika ili tuanze safari ya kuwasaidia wao kuzidi kuuza pesa zao. Kabisa. Kumekuwa na ile dhana kwamba Imarika ni ya walimu peke yake kwa muda mrefu. Hata mimi nikija Kilifi nilikuwa niko na hiyo dhana kwamba Imarika ni ya walimu peke yake. Mimi si mwalimu. Mwanzo atakushika kiboko sijui. Lakini asante kwa kutuambia kwamba hiyo ni dhana tu, lakini mtu yeyote anaweza akajiunga na Imarika Sacco. Nikija kwa upande wangu wa katikati, wakati mtu wewe uko katika uwajibikaji, governance, uko pale ndani. No. Imarika imeajiri watu wengi sana. Nyinyi kama board mnahakikishaje kwamba kuna uwajibikaji na pia watu wanapata huduma ambazo zinastahili bila kujali wewe unatoka katika sehemu gani, wewe uko na utajiri wa aina gani, na kuhakikisha kwamba kila mtu anapata services kulingana na vile ambavyo Imarika Sacco na rules zake zinafaa kuwa? Naam, asante. Kwanza kabisa nataka kusema ninashukuru kwa kutualika katika kikao hiki. Yes. Kwa majina ninaitwa John Zero. Mimi ni mwenyekiti wa Imarika. Kwa mambo ya transparency and governance, la kwanza ni kwamba Imarika inaendeshwa na body ya watu 9, na wale body wa watu 9 wako na supervisory ambao ni watatu, ambao ni body ya kivyake na ambao ina wasupervise wale kwamba wanafuata policies za chama na sheria. Pili, ni lazima wakati tunapo govern ni tufate yale maagizo tuliopatiwa katika mkutano mkuu AGM. Okay. Sasa AGM lazima tukiangalia AGM ni mambo ya members waliopitisha ambao wanasaidiwa na watu wanaitwa delegates katika annual delegates meeting. Yes. Sasa all those things which are passed there tunahakikisha tunazifuatiliza zinafanyika katika level hii ya wafanyakazi na chama. Okay. Na supervisory committee iko pale inahakikisha kwamba we do it. Okay. In case we don't do it, they correct us. Kuna government nayo iko na body yake inaitwa SASRA. SASRA takes care of looking at what we are supposed to do. Ili tusiende nje ya sheria. Okay. Na mara nyingi tunataka usawa. Okay. Katika Imarika. Okay. Asante sana Anita. Labda kwa mwenyekiti, kabla naona pia bibi Nyanya Rukia yuko na swali kabla kabla Nyanya ulize hili swali.
kwa chairman. Naam. Tumeona of late kumekuwa na a lot of question marks on how SACCO operates. Most Kenyans wamekuwa wakilia sana pesa zao zimepotelea kwenye SACCOs mbalimbali. SASRA ilitoa ilani kwa some of those bodies. Ni hakikisho gani nyinyi kama Imarika mtawapa wasikilizaji wetu kule nje, mtawapa wanachama wetu kule nje kwamba their money is safe with Imarika? Asante. Kwanza ninataka kuhakikishia wanachama wangu wa Imarika na wale wengine wote kwamba a shilling in Imarika is as safe as a shilling in the bank. Kwa hivyo hela ziko sawa. Ziko sawa. Na si hivyo tu. Tuko na mikakati mingi tumeweka in terms of security ya mitandao. Tuko na mtu yote ambaye atagusa pesa ya Imarika. Tutamuona in the next few seconds. Okay. Tutamwandama na tunarudisha pesa. Okay. Very good. Bibi. Na swali. Kwanza poleni nakuja kuchelewa. Nilikuwa niandalie chai lakini yatengezwa kule. Unajua siku zote watu wa Imarika huwa akili zao ziko very sharp kwa sababu ya chai asubuhi. Natengeza chai ya 40 lakini. Na maswali nataka mato yangu mabovu ngoja. Maswali naandika hapa ndo nisisahau. Kwanza Bibi unamuuliza nani swali? Nauliza chairman. Okay. Nauliza chairman. Asante. Mato yangu mabovu. Haya, na mato yangu mabovu. Sisi ni watu wazima. Mato yetu ni mabovu. Saa nyingine hudhulumiwa na wajukuu. Simu zetu ni za kabambe. Hatuna huduma za kuingia kwenye mtandao. Kwa watu wazima kama sisi. Tuko na wajukuu wako Saudia, wengine wako Katari. Hutuma na pesa hapa kwetu. Kwa watu wazima kama sisi mumetufanyia jambo gani la kutufanyia wepesi kuweza kupata huduma zenu? Manake tu watu wazima. Naam. Na wajukuu wengine ukimpa nafasi kanitole pesa Imarika basi achukua paka za mgo kawe enda nazo. Ushaona? Na hatu hataki hayo. Heri nje mwenyewe. Mtu rahisishe, mtu tufanyia nini sisi watu wazima ili tuweze kupata manufaa na Imarika. Hiyo ni swali la kwanza. Asante. Swali la pili litakuja moja kwa moja kwa upande wa kina mama na vijana. Kina mama na vijana wana miradi mbalimbali. Kuna huyu afuga kuku, afuga kanga, kuna wengine afuga paka majini huko sijui anafuga nini, shauri yao. Lakini biashara. Kwa wepesi wa haraka. Naam. Wanufaike vipi na Imarika? Ba sasa. Hawafugaji majini. Wowote. I like that. Hasapo kwa majini. Naam. Maswali mawili. Naam. Bibi ameuliza maswali mawili ya muhimu zaidi kuhusiana na kurahisisha huduma zenu kiteknolojia. Nadhani amemuuliza mwenyekiti, alafu upande wa CEO ameuliza namna gani kina mama na makundi ya vijana yataweza kufaidika, wale ambao wapo nje na ndani ya Kilifi ambapo headquarters zipo. Naam. Na nafikiri katika ile swali lake amesema macho pia yana tatizo. Kabisa. Wanatumia hizi simu zingine hizi. Kabisa mato yangu haya. Sasa haya macho katika zile simu za kufuta zile za touch ndio wana shida, lakini kuna simu hizi nyingine za kawaida hizi za kufinya zaitwa Probox. Naam. Tuko na inaitwa USB code ambayo tunaweza kutumia. Tukitumia katika hizo simu hizo nyingine. Ile star 645 hash na star 440 hash. Tunapotumia hizo codes tunawasiliana direct na account zetu. Okay. Fantastic. Hao swali hapa watasaidia mama. Bibi kama uko na MTL nipe. Kama uko na MTL nipe nikudeposit shilingi 1000 sasa hivi. Uko nayo? Nipe nikudeposit 1000 right now. Si utanitumia Imarika sini hapa kwani nataka pesa. Ona ushakosa 1000. Kwa bwana CEO, kina mama na vijana
Inaonekana in most miradi, in most projects wanatengwa sana. Sasa mnafanya nini kama Imarika kuhakikisha kwamba mnawajumuisha na wao katika miradi ya kwenda mbele? Asante sana. Kama vile nilivyotangulia kusema pale mwanzo, chama cha Imarika kinaruhusu mtu yote yule kujiunga na sisi. Na kusema kweli, kutokana na hayo tumeona kwamba kuna vijana wengi, kuna kina mama wengi ambao pia wameweza kujiunga na sisi. Na jambo hilo limekuwa zuri kwa sababu tumeona kwamba sasa kama chama cha Imarika angalau tunaweza kufikia wale watu ambao tumekuwa tukiwaita historically kwamba kwa unbanked. Aswali ukiangalia wale kina mama ambao wanatoka kule mashinani na hata vijana wetu wengi wamekuwa wakiogopa sana mabenki. Kwa hivyo jambo hilo linatutia moyo sana kwamba tuko na wao. Na kitu ambacho tumekuwa tukijaribu kufanya ni kwamba jambo la kwanza kina mama hawa na vijana tumekuwa tukiwatafuta kule waliko. Tumekuwa na marketing campaigns ambapo tumekuwa tukienda nyanjani kujaribu kuwafikia na kujaribu kuwapatia habari hizi. Na madhumuni yetu zaidi tumekuwa tukitamani sana ili tuweze kuwafikia, ili si tu kuambia wajiunge na sisi, lakini pia kujaribu kuhamasisha kuhusu masuala ya fedha. Na hata ukiangalia sasa tuna mpango mpya ambao tumeanzisha kiasi cha kwamba kila mwezi tuna virtual meeting ambao tunafanya na hata physical meetings pia ambao tunafanya kwa wale wanachama wetu wapya. Haswa ambao tunaona wanaoingia zaidi wengi sasa ni watu makamu na hata kina mama. Kwa hivyo tumekuwa pia tukiketi na wao chini tukiwahamasisha kuhusu masuala ya fedha ili mwanzo wapate kujua umuhimu wa kutunza fedha zao. Pili, tumekuwa pia tukiwatengezea bidhaa tofauti ambazo zinawahusu kulingana na vile ambavyo wanafanya. Ukiangalia kama vijana wetu sasa wale wengi ambao wanaingia kwenye soko la mambo ya biashara, wengi wako katika mambo ya bodaboda. Kuna wale vijana ambao pia tunaona wanafungua hizi biashara ndogo ndogo kama za M-Pesa. Kuna wengine pia wanafungua vibanda vidogo vidogo vya kufanya biashara hapa na pale kama za kuuza nguo na vitu kama hivyo. Kwa hivyo tumekuwa tukiwahamasisha na pia kuwapatia bidhaa ambazo wanaweza kuwekeza pesa zao kwa rahisi. Mwenyekiti hapa amezungumza kuhusu USSD code. Kwa hivyo kwa hawa vijana zaidi tumekuwa tukiwaambia sasa, maana tunavyojua vijana mara nyingi wako wanachukua muda mwingi sana kwa masimu. Kwa hivyo tunawaambia kwamba ukitaka kuwekeza wewe si lazima uje pale ofisini. Pale ulipo ekeza pesa zako, tunawaeleza zile account vile zilivyo. Alafu pia kupata mkopo, hata hivyo tunavyozungumza tuna mikopo ambayo wanachama wetu wanaweza kupata kupitia simu zao. Kwa hivyo hiyo inamaanisha kwamba tutaka kuhakikisha kwamba yule kijana tunamuelewa kwamba unajua vijana wengi wapendi kuja kwenye mabenki kuja kupanga line ndefu na nini. Wao anataka yeye akiwa pale awe anaweza kuweka pesa na kuchukua pesa bila anavyotaka. Kwa hivyo tumeangalia kwamba tumeweka products bidhaa zetu katika simu. Kiasi cha kwamba yule kijana pale anaweza kuweka pesa zake na pia anapata mkopo pia anaweza. Lakini pia kuna bidhaa ambazo tumeziweka kwa sababu ya kuendeleza biashara zake. Kwa hivyo kuna bidhaa kama za kuwasaidia wanunue bodaboda. Kuna bidhaa ambazo tumetengeneza za kuwasaidia wao wanunue mali ambazo wanataka kununua ili waweze kufanya biashara na mambo. Kwa hiyo ni kwa hususan kwa sababu ya vijana. Lakini kina mama pia tuko na section moja ambayo tumeiweka inaitwa microfinance ama micro savings and credit activity ukipenda. Na section hiyo tumeitenga maalum ili kuweza kuchukua vikundi. Tunajua kina mama wengi wana vikundi vingi ambavyo kupitia vikundi hivi wanafanya ili waweze kufungua biashara zao na kuweza kujiendeleza kimaisha. Kwa hivyo tumewekea kitengo maalum ambao kuna maofisa maalum ambao wana deal na hivi vikundi kusaidia kuvikusanya ili viweze kuundwa na pia kuwafundisha kupatia mafundisho ya elimu. Na pia katika mfumo huo pia tunawezesha hawa kina mama kuweza kuweka akiba kila wiki. Na kuweza kuchukua mikopo midogo ili kuweza kujisaidia katika biashara zao. Bwana CEO, mnawafikiaje? How do you reach out penye walipo? Mnatumia mbinu gani kuweza kuwafikia? Na kwa wale ambao wanataka kujiunga, ni vigezo vipi ambavyo vipo labda wanaweza mnazingatia kabla mtu kujiunga na Imarika? Kwa hawa unauliza kina mama au hawa vijana? Kina mama na vijana. Kwa hawa kina mama, kwa sababu wao tunajua kwamba kila baada muda huwa wanakutana kama vikundi. Basi tuna maofisa wetu ambao tunawatuma waende wakaketi na wao. Kwa hivyo kila panapokuwa na kikao, wale maofisa wetu wanaketi na wao ili kuweza kuwajadili nao na kuwapatia mawaidha na maarifa kuweza pia kuwasaidia katika zile ndoto ambazo wako nazo. Kwa hivyo hao maofisa tuko nao katika maeneo yetu. Pale mwanzo nilisahau kutaja kwamba kama Imarika Sacco tuko na matawi 8 na site office moja ambayo iko Mpeketoni. Headquarters yetu ya Imarika Sacco iko hapa Kilifi. Lakini zaidi ya hiyo tuna matawi pia ambayo yako Malindi. Tuko na tawi pia ambayo liko pale Mariakani. Liko lingine liko pale Mtwapa.
liko lingine liko pale Mombasa Kengeleni, kuna lingine liko kule Ukunda, na pia kuna tawi lingine liko hapa Bamba, na lingine liko Gariseni, alafu na tawi dogo tuko nalo pale Mpeketoni. Kwa hivyo alafu zaidi ya hiyo pia tuko na Sacco Agency, ambayo Sacco Agency zile ni huduma ambazo tunapatiana kwa kule nyanjani. Kwa hivyo ikiwa kuna mtu anataka yuko mbali na hawezi kuja kwa ofisi zetu, anaweza kuna pale either aweke pesa ama aweze kuchukua pesa. Kwa hivyo hao wote tunaweza kuwafikia kwa sababu tuko na mtandao ambao umepanuka katika maeneo yetu ya kazi. Networking iko sawa. Iko sawa kabisa. Kuna aina vigezo ambavyo vinahitajika kuweza kujisajili ama kuwasajili wanachama? Vigezo ni kidogo tu kusema kweli. Jambo la kwanza ni kwamba uwe una kitambulisho. Kwa hivyo hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili ni kuja pale kwa ofisi zetu, tutakupiga picha ili tuweze kupata picha yako, tunaita passport size photograph, ambayo itakuwa pale. Jambo la tatu ni kwamba kutakuwa na form tu pale ndogo ambayo itabidi uijaze, utupatie details zako tuweze kujua, alafu tuweze kukua. Alafu ya nne ambayo ya mwisho ni angalau huwe na 600. Kwa hivyo kujisajili na sisi ni 600. Na alafu kutoka pale sasa ni unatarajiwa, kwa sababu wewe unakuwa ukifanya vile utakuwa unakuwa mwanachama. Kwa hivyo katika maadili yetu sisi ya wanachama ni kwamba kila mwezi yatakana kila mwanachama awe angalau anatoa pesa fulani kama akiba. Sasa ndio wao watatambulika kama anakuwa mwanachama. Anita, uko na sosita? We need to empower someone. Pale aenda fungue hiyo kitu. Unajua nani? Mmoja peke yake. Kwanza Pato. Pato tulifungua wakati yupo ndani. Do you know why nimekwambia Pato? And this goes to chairman Bwana John. Naam. Umebadilishaje life ya members wa Imarika zako? Why mimi, for example, mimi kama sio member, ni nini nafaa kuangalia ili nipate ushawishi wa yule Anita ambaye ni member? Impact life ya Anita ambaye ni member wenyu kiaje? Look at me. Wewe ndo chema. Umebadilishaje maisha ya wanachama wenu? Tumebadilisha sana. No. Sana. Na niko na several examples. Kuna mmoja ambaye alikuwa napenda kutoa hii mfano. Kijana mmoja alikuja kutoka kwao bara na akawa anapokea mshahara wa, anauza duka na anapokea mshahara wa shilingi 2,000 peke yake kwa mwezi. Sahihi nilipomweleza kwamba maki alikuja kwangu ananiuliza habari ya, je, nikitaka kuoa sahi ni hii 2,000 itanisaidia mimi na familia yangu kweli? Nikamwambia haiwezi, lakini jiunge na Imarika. Na nitajiunga vipi na Imarika? Jiunge na Imarika kwa sababu Imarika ina kila mtu inamkaribisha. Sasa nikachukua ile jukumu, hata mimi mwenyewe ndio nikachukua jukumu kwa sababu yule yuko busy, nikawa namsupport ya ile savings. So religiously akawa naeka hiyo 2,000. Right now as we are talking, it is through Imarika alichukua loan akafungua duka. Wow. It is through Imarika yuko na several rentals. It is through Imarika yuko na even nafikiri boda anazitumana zinaenda. Wow. He's settled. And several other vijanas around that area Mtwapa. So mna-empower vijana, mna-empower wanachama wenyu. Exactly. And we do that one through education. For instance, the education to members ambao tumeifanya mwaka huu na mwaka jana, tuko na component moja ya personal financial management. Tunawafundisha kwamba ni muhimu katika kila member uweze kulani ile skill ya kugeuza 1 shilling to become 2 within a certain period of time. Because it's not easy to change 1 shilling to become 2. True that. Everybody thinks that akipata pesa nyingi ndio atajirika, lakini wangapi wamepata nyingi na wakaboromoka? Wengi sana. Sasa si ndio hivyo. Sasa you need that skill from bottom up. Pole pole ujijenge ufike pale juu. Leo ni 1 shilling. That's why CEO amekuambia vikundi. Vikundi tunaanza na mkopo wa chini kabisa. Tunampatia 10,000. Tunamwangalia within 1 year anaweza kuchange 10,000 ziwe 20. Arudishe 10 within that year na baki na 10 nyingine ajiendeleze. Ambaye imezalisha tayari. Exactly. That is the hayo masomo ndio tunafanya. Na huwa tunaenda na vile vikundi tunawafundisha na tunainua kabisa wafungue businesses na wasonge mbele. Kitu ambacho mimi nakipenda ambacho Imarika kimefanya kinaendelea kufanya. Naam.
wajua sisi wa Mijikenda, mimi ni Mgiriama. Naam. Watupendi kuongea kuhusu kifo. Mbari gani? Mwanzaro, kishebewa nzitia. Sawa. Watupendi kuzungumzia kuhusu masuala ya kifo. However, mko na package nyinyi Imarika ya your members kuhusu masuala ya benevolence. Sure. How does that work? Very simple. Every member is supposed to contribute 200 shillings every month. Kila mtu anafaa kutoa shilingi 200 kila mwezi. Kila mwezi. Mtu kwa mfano mimi nimekufa mwenye ambaye nina changa. Contributor, what happens? Normally that is kila member anatoa hiyo 200. Na hiyo 200 inapelekwa kwa insurance. Okay. Na hiyo insurance sasa immediately a member passes on. Tukipata ile notification as Imarika kuna ile insurance sio kwamba ni ya that particular. Ile insurance ni ina cover loans. Oh, okay. In case member amechukua loan akiwa ameaga asiburden the family or next of kin. But kuna more riders and bonuses out of that. Okay. One of the riders and bonus ni ile last respect. Okay. So the last respect hiyo ya kwamba kuna 200,000 shillings. Halafu baadaye because you have insured your savings, you have insured your loans. Unapata tena insurance ina cover hiyo, inakuletea double that. Okay. But immediately a member passes on. Kwa sababu insurance iko mbali. Imarika gives out 100,000 ya kukusaidia, ya kusaidia familia. Ya kuhakikisha member wetu amezikwa vizuri. Naomba niwaelezee wasikilizaji Kiswahili. Hata ikiwezekana niongeze na Kigiriama. Kabisa. Vikara wewe kama ni memba wa Imarika Sacco hii leo. Naam. Na wewe una contribute ile shilingi 200 ya insurance kila mwisho wa mwezi. Naam. Bahati mbaya kifo kinakupata wakati wowote. Kimekupata hii leo. Na ukija uko na loan yako ulikuwa umeichukua ambao unailipa, usiupeleke ule mzigo kwa familia yako kwamba kwa sababu wewe ulikuwa umechukua loan mke wako ailipe ile loan. Hapana, mke wako hata ilipa ile loan. Ile 200 ambayo umekuwa ukilipia kwa ya insurance itakusimamia ile loan ambayo umekuwa ukilipia Imarika. So huo ni uzuri wa kuwekeza na Imarika ya kwanza. Ya pili, familia yako haitaanza kusumbuka kwenda kukutafutia jeneza utanunua wapi. Tunahakikisha kwamba wanahakikisha kwamba Imarika wanakuzika ukiwa uko na hadhi yako sawa. Nadhani Wagiriama wenzangu wameelewa. Hebu ipika kwa Kigiriama. Haya Fikara. Twende nalo, anguka nalo. Navo ya funene amezichenda. Ukala uzazi ndikisha na Imarika Sacco, mwanachama wa Imarika Sacco. Bahati mbaya rero beki gongo kidze kigbe home nyumbani hako home zini hako na ufe uwe ndiwe mwenye ambaye una account ya Imarika ukiza ukifa kaloro na loan iro familia kwako kaindari hairo loan ndarifani insurance ambayo ndakalo iro ambayo ndakalo kirihira magana mairi kila mwisho mwezi. Ya kwanza ya hiri familia kwako kaenda zunguka ikakutafutire mtango wa kugula jeneza, mtango simanya kugula sanda, mtango kutimba kaburi, kitete cha kuriha atuma zima kutimbire kaburi. Imarika inakupa ilo insurance wakati inaenda mambo mengine inakupa ganara kukusaidia uwe ili uzikweto toto kisawasawa toto. Kumbuka msikilizaji, yes. Tuna uongozi wa Imarika Sacco hapa ndani kwenye studio. Tunao CEO ambaye ni George Ngala Yengo kama sijakosea. Halafu pia tunaye mwenyekiti Imarika Sacco George John Mgoja Zero. Tunazungumzia kuhusiana na utunzaji, uwekezaji na ile impact ambayo Imarika Sacco imelete pale nyumbani. Na pia tunakukaribisha wewe msikilizaji wetu, kama una swali yoyote kwa viongozi wetu hapa kwenye studio, waweza ukapiga simu 0723 989 989. Uliza swali na utajibiwa wakati tunasubiria swali Anita. Labda kwa Mr. Bwana George. Naam. CSR siku zote. CSR ni muhimu sana. Any institution
inafaa kuafikia wale wateja wake pale nyumbani. Utatuelezea CSR campaigns ambazo mnapiga sasa hivi kuweza kuleta ile impact kwa jamii, lakini kwanza tupokee simu. Hello Koko, asubuhi. Habari za asubuhi. Nzuri sana man Abel Farasi. How are you? Wageni wa Amerika na mjambo. Salama. Hata kwa mpesi manake salio ni kidogo. Je, ni sijua age limit mtu achukue loan na ni je ni pesa ngapi tunatoana na mtu sasa share? Hiyo tu nataka kuuliza swali hilo. Thank you. Abel Farasi ameuliza kuna age limit ya mtu kuchukua loan, mtu ambaye ni member wenu. Halafu pia la pili amesema ni shares. Unafaa kuwa na shares ngapi ndio ukuwe unaruhusiwa kuchukua loan? Hello Koko, asubuhi. Ukasema halo. Vipi? Habari asubuhi. Salama sana. Tunazungumza na nani kutoka wapi? Mwalimu Maganza Tingilikani. Karibu sana mwalimu. Mimi nasema mheshimiwa. Leo ni wao wanapewa kwa umri gani kwanza? Okay, umri bado. Kitu ya pili. Una kazi ama hauna? Kitu ya tatu. Amegusa mahali asema eti mambo ya mafa ukifa na msanduku nini na nini, kwa nini usipewe kwa mzima mpaka ufe ndo jeneza lisimamiwe, mambo na hasi, mambo na kaburi yako? Kwa nini msinipe ni kwa mzima mpaka nife ndo familia yangu ijue kwamba alikuwa kwa Amerika Sako? Hiyo kitu mbona mimi nachanganyikiwa hapo, wakati mimi nimekufa ndo najengwa sanduku nzuri, kaburi nzuri na jeneza vizuri. Kwa nini nifaidike sasa hivi kwa mzima? Hata nikifa jua ndugu yetu aliacha mahali kwa semali mahali hii alikuwa Amerika Sako, ili sifa zikenea zaidi kwa hai kuliko nife ndo sifa zenyewe. Hali sikuwa vizuri hiyo mwalimu Waganze mali kwa Amerika Sako. Ofisa hapo kidogo hebu niambie vizuri nifanue zaidi hapo. Asante. Mwalimu Waganze kujulikani. I think mwalimu Waganze sana ni benefits when you are still alive. The benefits. Benefits ukiwa bado uko hai. Imarika inaboreshaje maisha ya member akiwa hai kabla hajaenda. Hello Koko, asubuhi. Hello Koko FM. Vipi? Habari zenu hapo? Salama sana. Huyu ni Mzee Mbura. Toka Boyani. Nilikuwa namuuliza huyo mgeni. Jamani Mzee Mbura ametoweka. Kumbuka nambari zetu za simu zipo wazi 0723989989. Mazungumzo yetu ni kuhusu masuala ya fedha, uwekezaji na pia kujua jinsi gani unaweza ukaongeza ile shilingi yako ikakuwa shilingi 1000. Kwa hivyo kama una swali lolote, kama wewe ni mwanabiashara ungependa kuuliza swali lolote, unaweza ukauliza sasa hivi. Tunaweza anza kujibu maswali polepole. So lako Maro ulikuwa umeuliza the CSR campaign ambazo wanafanya kama Imarika, alafu ukijibu hiyo tutaingilia na haya maswali ya wasikilizaji wetu. Jibu hii swala la CSR ulijibu. Hello kwa asubuhi. Hello Anita. Vipi bro? Mimi niko sawa. Kuluta kutoka Matanomane. Karibu sana Kuluta. Mimi nataka kumuuliza mgeni wetu leo. Mbona sasa kama wanangoja mpaka mtu afe? Si mtu anaugua wawe na matibabu pia, lakini sisi mpaka afi. Unajua watu wengine wanateseka hospitali wanashindwa na bili. Kwa nini wao wangoje mtu afe ndio waje wamnunulie hivi sanduku si masanda? So wamfuate hospitali tena wamsaidie. Hizo maisha yako gali sana hospitali. Asante sana. So do you have a medical cover or medical cover ama mtu anaweza mkalipia masuala ya hospitali? So I think hiyo swali muhimu sana. Hello kwa asubuhi. Hello, habari asubuhi. Salama sana. Tunazungumza na nani kutoka wapi? Anaongea na Nicholas kutoka Gede. Nicholas. Nimekuwa nikisikia mazungumzo lakini nikawa na swali hapa. Amezungumzia sana wamama, vijana, wazee, lakini kuna pia wafanyikazi wenye wameajiriwa kuna mishahara. Je, imekuwa ni sako ya walimu ama pia kuna wafanyikazi wanaweza kulipa shares zao kupitia waajiri wao kwa Imarika? Swali langu. Okay, so ndugu hapa anauliza kuhusu masuala ya salary account. Kama ni kina mama na vijana tu those ambao wako kwenye payslip wanaangaliwa namna gani? Hello kwa asubuhi. Anita. Vipi? Poa sana, vipi? Fresh sana. Zungumza nani kutoka wapi? Humphrey kutoka Ganze. Nipe swali ndugu yangu. Mimi swali langu ni hapo kwa kuchukua mkopo.
Hao jamaa wanasema tunachukua mkopo, lakini sasa wale magarantas wenye wanataka hawapatikani kwa sababu wanasema ni walimu peke yake. Mbona sasa tusitafute magarantas wengine paka walimu? Na waulize hiyo swali waone kama watatuchanganua vipi, kwa sababu mtu kama mimi nimeshindwa kabisa kuchukua mkopo. Na wewe ni member? Na mimi ni member, lakini ukitaka kuchukua loan hapo wanasema paka guarantors wakuwe ni walimu. Okay. Asante sana. So tutajibu maswali kwanza? Tujibu kwanza haya alafu tutachukua the second set of questions. Sijui kama upande wa pili kuna naomba tuchukue maswali mawili. Okay. Halafu tupate yajayo, halafu turudi tuyajibu maswali. Eloko kwa asubuhi. Hello. Vipi? Poa. Nazungumza nani kutoka wapi? Unazungumza na Wilson Ramadan kutoka hapa Mgamboni hapa. Rama, karibu sana. Asante. Yani mwafe bendo atengezere maututo toto. Asenani. Bamba mna mala mzipeto toto asina. Haya kana ni musilamu zafiria ni kifantasi pakare tayo kugula yo sanduku becho nzijo hasolita nikapatoa pesa mino becho ikitana ihumira kare ikili kifo siku yo malole vitu vingine cha kutenge. Asante Rama. So this one goes to our Muslims brothers and sisters kwa hili swala. So I think we can also, I think anauliza how fast can that money come out wakati mtu labda amepoteza uhai. The turnover. Eloko kwa asubuhi. Hello. Vipi? Poa. Nazungumza nani kutoka wapi? Hapa tunaraga tu kutoka Mariani. Karibu sana ndugu yangu. Hao wabunge bwana hawafanyi fiu. Hapa hatuna mbunge ndugu yangu. Sisi tuko na viongozi kutoka Imarika. Hata kama ni Imarika lakini hata wengine pia nao. Mtu usifanye kitu hata amekufa. Jaribu kumsaidia kati yuko hai. Halafu hivyo ndo atakushukuru. Sasa kama amekufa atakushukuru vipi? Kama atakujua vipi wewe? Okay. Mimi soneli iko sawa hiyo. Asante. I think hilo swala litajibiwa maana kuna a lot of concerns about what Imarika wanafaa kufanya kabla ya member kupoteza maisha yake. How do you impact life ya huyu member akiwa hai kabla hajafariki? Naomba tupatie yajayo alafu tukirudi tutakuwa tunajibu maswali yenu moja baada ya nyingine, kwa hivyo usiondoke wala usibanduke. Anita Santuri, Joseph Mark na Nyanya Rukia. Huwa tukianza kuzungumza masuala ya pesa watu wengi sana huwa wanaliogopa hili swala, lakini ni muhimu sana. Tuko na CEO wa Imarika ambaye ni Mr. George Yongo Ngala, alafu tuko na mwenyekiti Mr. John Mgoja Zero, ama ukipenda Mr. Zero. Karibuni tena ndani ya studio kwa mazungumzo yetu. Kuna maswali ambayo yameulizwa kabla tuende break. Naomba tuyajibu moja baada ya lingine. Manake lililoulizwa kwa sana ni mbona tunasubiri watu waage dunia ndo tuwapatie hela za mazishi? Mbona mtu akiwa msimpe mtu, ama mtu tusubiri kama do you have medical cover? So tuanze moja baada ya lingine. Asante sana na shukuru sana kwa maswali hayo yote, maana yote ni maswali mazuri kusema kweli. Na ni maswali ambayo yanalenga ile shughuli ambayo sisi tunafanya kama Imarika Sacco. Jambo la kwanza ningependa kuweka wazi ni kwamba chama cha Imarika kiko kwa sababu ya kuweza kupatia watu nafasi kuweka akiba mwanzo. Okay. Alafu ndio baadaye waweze kufaidika kutokana na zile akiba ambazo wameweka. Na zile akiba ambazo wameweka wanafaidika kwa njia mbili. Moja ni kwamba zile fedha ambazo wamewekeza pale huwa kila baada ya muda zinawapatia interest ama riba ukipenda. Kwa hivyo maanisha unapoweka shilingi 10 ujue baada ya mwezi, baada ya mwaka ile shilingi 10 itakuwa shilingi 10 itaongezeka. Yes. Kwa sababu ile pesa tukiipata huwa tunapatia mikopo kwa wanachama wengine. Pili ni kwamba ukiwa umewekeza zile akiba zako unaweza kupata mikopo aina tofauti kusaidia mambo yako tofauti. Okay. Kwa hivyo la msingi ni kwamba ningependa wanachama wetu na wale ambao wanasikiza leo wajue kwamba chama cha akiba cha mikopo cha Imarika kiko pale ili kukusaidia wewe kukuza fedha zako. Sasa hili swala la mtu kufariki labda kusaidiwa kabla afariki ni swala ambalo ni zuri, lakini ningependa lieleweke hivi kwamba ukiwa umejiunga kwenye chama, njia ambayo chama inaweza kusaidia wewe
ni kukuweza kukupatia akaunti ambayo unaweza kuweka ili kwa madhumuni ya mambo fulani fulani. Kwa mfano kama unataka kuwa na kujisaidia wakati wa magonjwa, tuko na account moja tunaita medical savings account. Medical savings account. Medical savings account. Okay. Ambayo hiyo ni account ambayo tunakuruhusu wewe kuweza kuweka pesa kidogo kidogo, na ikiwa mpatikana dharura yoyote ya mambo ya kiafya unaweza kuchukua hizo pesa zikakusaidia. Hivi sasa tuko katika mazungumzo na watu wa insurance ili baadaye tuweze kuweka elements za insurance katika hiyo account. Okay. Ili sasa tuwe tunaweza kuchukua pesa fulani tukupatiana kwa insurance ili tuwe tunaweza kukinga wanachama wetu kutoka na kiwango fulani. Okay. Lakini kwa sasa mwanachama anaweza kuweka fedha hizo na wakati wa dharura kama hiyo inaweza kumsaidia. Wafanyabiashara pia vile pia unaruhusiwa pia kuweka hiyo medical savings account. Na pili ni kwamba pia tuko na mkopo ambao tunaita emergency loan. Okay. Mkopo huu ni mkopo wa bei ya chini zaidi kwenye chama. Hiyo ni riba yake ni 1% kwa mwezi. 1% per month. Wow. Kwa hivyo huo tumeweka hususan kwa mambo kama. Kwa hivyo mtu ukiwa mpatikana dharura yote, si tu ugonjwa, lakini hata bezo kama mtoto wako pia ni mgonjwa, aweza nyumba bati limeanguka, umechomekiwa na nyumba. Dharura yote ile unaweza kuja pale tukakuangalia na tuweze kupatia huo mkopo ambao unaitwa emergency loan. Okay. Tunafanya uwe rahisi zaidi ili kusaidia wanachama wetu kuweza kusaidika, kwa sababu tunajua mtu ukipatikana dharura basi wajua lazima upate uweze kusaidika. Kwa hivyo hayo ndio mambo ambayo tungependa kueleza, na kusema kweli chama cha Imarika, namsikia mmoja alikuwa yasema kwa nini huyu nani ni Kuluta alikuwa yasema kwamba kwa nini tusipate pesa mapema kabla ya kufariki. Wajua chama cha Imarika kitoe pesa bure. Kwa sababu biashara yake nimesema ni kwamba inachukua pesa na kupatia na mikopo. Yes. Kwa hivyo kusaidika kwako ukiwa uko hai ni kwamba uweze kutumia zile fedha ambazo unapatiwa kuweza kufanya miradi ambayo itaweza kusaidia. Ile kwamba tunasaidia mtu akifariki ni kwamba tunasema sote tutakufa. Kwa hivyo ni kuangalia kwamba in case mtu amefariki tutafanya nini ili kuhakikisha kwamba kwenda kwake hakutaleta shida kwenye familia. Na hiyo ndio jambo muhimu ambalo tuangalia. Maana ukiangalia katika mila zetu za Kimijikenda za Kiafrika, wakati wa mazishi kuna pesa nyingi sana hutumika katika mazishi. Kuna mambo ya vyakula, kuna mambo ya nini. Kwa hivyo nakuta tumeona kwamba tunapofanya hivi mtu anapofariki basi unakuta kuna ule mzigo kidogo unakuwa mwepesi. Na hiyo tunaona kwamba inasaidia mahali pakubwa, na mtu ile familia ambayo inaachwa nyuma inaweza kujikimu. Kwa hivyo hiyo pia tunaona jambo ambalo limesaidia watu wengi sana. Yes. Pengine kuongezea. Naam. Bwana Marwa, hawa wote wanachama wetu wanajua, kwa mfano kuna insurance, nimetangulia kusema hii ni insurance. Kwa mfano ukichukulia insurance gari yako, si mpaka accident itokee ndio ile insurance ikue. Exactly. Si ndio hapo? Kweli kabisa. Huwezi kumwambia mwenye insurance sasa kwa nini wangoja accident, si unipatie hivi sasa. Kweli. So kuchukulia huo mfano huo, tunapotoa zile 200 ni za insurance. Okay. Ya ule mkopo in case umepita bila kumaliza mkopo wako, insurance iko pale na inaangaliwa. Okay. Sasa that is ile kukuzika ni just a rider on that one. Yani ni kitu kama bonus ya hiyo insurance. Yani umekuwa ukikata huko nyuma. Yani umekuwa ukitoa. Wale insurance wanakupa kama bonus, something else. Yani on top of what they are going to do. Okay. Lakini sio the main thing. Ile last respect ni kama ka bonus wameweka. Lakini medical na last respect, these are two different insurance ama packages. Kabisa. Okay. Premium tofauti kabisa hizi. Kuna msikilizaji ameuliza very good question. Wakati anakuja kutafuta hiyo loan, mbona iwe ni mpaka mwalimu ndo atamtia sahihi mweze kumpa loan? Asante. Naam. Yalikuwa kitambo yale. Kwa sababu wakati tuna introduce the other members, ilikuwa inabidi watu washikwe mkono. Okay. Maana tulikuwa hatuna uhakika ya kwamba mtu kama businessman akishachukua ule mkopo akikimbia tutampataje. Lakini hiyo imeisha sasa. Okay. Wanaji guarantee one another businesses na mambo yanaendelea. Otherwise hatungekuwa na watu wako wengi wanachukua mikopo. So sio lazima mwalimu ndakuja kuwe garanta wako. Si lazima. Okay. Kumalizia, labda kama kuna kitu ambacho mnafaa msikilizaji anafaa kujua ambacho labda tumekiacha nyuma kama Imarika. Na ukijibu hilo labda chairman tuelezee tu the vision
in 5 to 10 years Imarika mnafaa kuwa wapi? Ndio. Naam. Sisi hapa Imarika tulikuwa tunataka juzi celebrate 50 years za lakini hivi sasa tunaangalia the next 50 years. Nilipewa hii zawadi kwa 50 years. Ala. Congratulations. Proud member. Hivi sasa tunachoangalia ni kwamba tunataka kutembea na members wetu. Kila mtu alina dream as a member. Let him dream with us. We walk with him through that dream ili achieve his dream. Katika Imarika tunataka kila member, kwa mfano the easiest item translate vizuri ni kwamba tunahitaji kila member awe yuko na 2 to 3 income streams. 2 to 3 to 4 income streams, so that hata kama umeajiriwa tena uwe na several other income streams. And you can do that one through what? Loans from Imarika. Okay. And savings is the key thing. Very important. Savings is the key thing. Those are your riches, and those are the ones which will give you that income stream. Okay. Asante. CEO cha kumalizia. Asante sana. Nafikiri yangu ni kushukuru kwa mjadala huu ambao umekuwa hapo, na nafikiri labda itabidi tujaribu tu na mjadala hii zaidi ili kuweza kuhamasisha wanachama wetu. Lakini kwa kumalizia tu ningesema kwamba iwapo uko pale wewe ni mwanachama wetu, iwapo uko pale na labda wewe si mwanachama wetu, kitu ningesema kwamba Imarika iko hapa kwa sababu yako wewe. Tuko hapa kwa sababu tunataka kuhakikisha kwamba tunatembea na wewe katika njia yako ya kujisaidia. Kama wewe una nia ya kuweza kutaka kujiendeleza kimaisha, una nia kutaka kuwa na ardhi, una nia kutaka kujenga nyumba, una nia kutaka kwenda kutoa mahari, una nia ya kutaka kurudi shule kusoma, una nia kusomesha watoto wako, una nia kuanzisha biashara, kama una nia ya kutaka kujiendeleza kiuchumi, ningekusii kwamba mara moja usichelewe, uje Imarika Sacco, ujiunge na sisi. Tuanze na tuendelee na hiyo safari kuhakikisha kwamba katika siku zijazo tunaweza kukua pamoja na wewe. Coco FM, ladha ya Pwani.